julikana kila mahali, na sisi tunadhani tutaingia kwenye hilo kuhakikisha kwamba vijana sasa wanapata masoko mengi ya Green Gold kwa kutumia TEHAMA, kwa sababu tutakuwa na programu hizo. Tutakuwa na programu zinazohusu misitu, hasa kuongeza thamani kwenye mazao ya misitu. Tutakuwa na programu za chakula, kwa maana ya kwamba food technologies, lakini lengo ni kujaribu kupunguza upotevu wa mazao ya chakula, lakini kuleta teknolojia ambazo labda ni kusindika mazao ili upotevu upungue na watu wapate thamani ya mazao yao. Kwa hiyo tutakuwa na program kwa ajili ya uvuvi na ufugaji wa samaki, kwa sababu tuna ziwa Nyasa, na ukifuatilia katika maziwa ambayo hayajafanyiwa utafiti mwingi sana pamoja na potential yake kubwa ni ziwa Nyasa. Na ziwa Nyasa liko wilaya ya Ludewa. Wilaya ya Ludewa iko mkoa wa Njombe, kwa hiyo automatically itabidi iwe ni sehemu yetu. Lakini kuna maeneo ya mazingira, nakumbuka tuna Kitulo ambayo ni mbuga, ni hifadhi ambayo focus yake kubwa ukiangalia ni mimea. Lakini kwa sababu ya miradi mikubwa ya kilimo inayoendelea huku, swala la quality ya udongo ni muhimu sana. Kwa hiyo tutaendelea kulifanyia kazi hiyo, kwa sababu ya mvua madini mengi huwa yanashuka chini. Kwa hiyo lazima tuwe tunafanya aina ya tafiti za kuhakikisha kwamba udongo unaendelea kuwa ni una rutuba ya kusapoti mazao husika. Lakini kuna swala la mazingira. Lazima tuzingatie sana masuala ya mazingira wakati wa kilimo. Kadiri kilimo kinapokuwa intensified, mazingira yanaingia kuwa ni swala la tishio. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maeneo ambayo tutafocus, lakini baadaye tutapata nafasi ya kufanya presentation kuhusu aina ya program, na tumefanya hivyo kabla program hatujazipeleka kwa wale wanaotoa ithibati, kwa maana ya TCU na NACTVET. Sababu ni kwamba tunataka tuchukue maoni ya wadau walioko huku, ambao wengine watasoma wao wenyewe, wengine watasomesha watoto wao, ili tuweze kuziweka zile program kwa namna ambayo zitaleta tija inayohitajika na wale ambao watasoma. Kwa hiyo wale watakao kuwepo kwenye RC tutaomba watoe maoni candidly. Hatujazipeleka mahali kokote, tulikusanya maoni kwanza tukajaribu kuziweka zile program, lakini kabla hatujapeleka kwenye hizi taasisi za kutoa ithibati ni lazima tupate maoni yenu. Tuna deadline ya mwisho wa mwezi huu wa pili kuwa tumepeleka hizo program ili kuweza kuanza muhula mwezi Oktoba Novemba mwakani. Kwa hiyo mwaka huu. Kwa hiyo tunajua kwamba tuna kazi kubwa na mambo mengi, lakini maelekezo tulionayo ya serikali ni kwamba lazima kampasi hii ianze kufanya kazi mwaka huu. Kwa hiyo kwa sababu hapa kuna wazazi, kuna vijana, muanze kuwatayarisha vijana wenu kuja kusoma hapa kwenye program ambazo tutakuwa tumezisema. Kutapunguza gharama za kwenda mbali. Lakini jambo jingine ambalo naomba niliseme tu hapa, kwa sababu viongozi wapo wataendelea kuhamasisha watu wengine. Hii ni awamu ya kwanza ya ujenzi wa mradi huu. Zitakuja awamu zingine. Lakini swala la ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi linazingatiwa sana katika mradi huu. Kwa mfano, tunategemea kutangaza kupokea wanafunzi 1000 bachi ya kwanza mwaka huu. Lakini hostel kwenye hiyo awamu ya kwanza zitakuwa na uwezo wa kuchukua vijana 250. Maana yake ni nini? Maana yake hawa wengine watatakiwa wakae kwenye majumba ambayo sisi tutajenga. Kwa hiyo ninawaasa kwamba hii ni fursa kubwa kwa ajili ya uchumi wa mkoa wa Njombe na mikoa ya jirani, kwa sababu miradi ya uwekezaji itaendelea kuongezeka kwa vitu vizuri. Kwa hiyo hata wale ambao watakuwa wanatekeleza miradi yao kama hostel zinatakiwa ziwe ni za heshima. Sehemu zingine unakuta kweli watoto wanakaa kwenye hostel, lakini kwa sababu wafanye nini? Huku sio utamaduni wa aina hiyo. Kwa hiyo mkuu wa mkoa nadhani popote utakapokuwa, tunaomba endelee kuhimiza watengeneze hostel nzuri, watengeneze mahali pa kukaa pazuri, kwa sababu hiyo nayo
itaendelea kukitangaza chuo chetu na kampasi yetu, lakini itaendelea kutangaza mkoa na kutofautisha na sehemu zingine ambako watu wameweka. Kwa hiyo kutakuwa na shughuli nyingi sana, na tunaendelea kuamini kwamba serikali itaendelea kutoa fursa kwa sekta binafsi kuwekeza katika miundombinu ambayo itasapoti kuendelea kukua kwa chuo hiki. Sisi tunatamani kiendelee kukua hata ikifikia wale watu 30,000 na kama ilivyo UDOM. UDOM sasa hivi na wanafunzi kama 37,000. Sasa huko mkifikia 37 sijui kama wengine tutakuwa bado tunaishi, lakini nafikiri lengo la serikali ndio hilo, kwamba hizi kampasi zikue baadaye zifikie kiwango kama inawezekana ya kuwa. Mheshimiwa Rais alifanya chakula na wazee wa mkoa wa Njombe. Kwa hiyo na baadhi ya wazee nimewaona hapa walisimama wakamuomba Mheshimiwa Rais kwamba katika vitu vyote tunaomba vitu viwili. Moja, tunaomba chuo kikuu. 2, tunaomba airport. Na Mheshimiwa Rais akamuuliza pale waziri kuangalia chungu kimekaaje, kaonekana kwenye mradi ule wa HIT tulikuwa sisi tumeshapitwa. Lakini mwenyewe akazungumza akasema nitahakikisha kwamba tunapata pesa ya kujenga campus ya Njombe. Hatukuambiwa chuo gani watakuja kujenga. Kwa baadaye ikapatikana UDOM na Vice Chancellor na timu yako mkatusaidia. Ni kweli kwamba jambo hili limefanikiwa kwa sababu ya facilitation pia ya viongozi wetu. Na by then wakati ule Mheshimiwa Chongoro alikuwa ni katibu mkuu. Alitusaidia sana pia kwenye kupush na baadhi ya viongozi ambao watu wetu tukawataja tu hapa. Kwa jambo ambalo sisi tunashukuru sana. Na haya kiuchumi tutazungumza kule kwa sababu uwepo wa chuo ni mtawanyiko mkubwa. Mimi eneo ambalo hapa ningehitaji tu kulizungumza Vice Chancellor, na ambalo sisi kama serikali ni lazima, sio lazima lakini linahitaji busara kulifanyia kazi, ni UDOM kumwamini mkandarasi mzawa. Sasa bahati nzuri Rasi yuko hapa. VC amemwamini mkandarasi. Amejenga majengo yote haya. Lakini sisi Njombe tuna miradi ya gorofa moja, tukagorofa tu nusu ya hili. Anajenga Mchina. Nusu ya hili jengo. Sasa kuna vitu vingine vya aibu tu sisi wenyewe kama Watanzania. Kwa mimi ninachosema tusiwabagaze sana wakandarasi wetu, kwa sababu hata hao tunao hapa. Mbona tunawafukuza? Mbona wafanye miradi? Tuna wakandarasi wa nje ambao wanatoa miradi Tanzania hii na hawakufanya hata 5% na hela walichukua. Lakini inapokuja kwa mzawa tunakuwa na maneno makali sana ya kukatisha sana tamaa ya ovyo sana. Sio sahihi. Mzawa hatumlipi kwa wakati, wa nje tunapata pressure ya kumlipa. Sasa mfano mzuri hapa UDOM hela zao wamemlipa huyu bwana kwa wakati, na Mwipopo amedeliver kazi yake kwa wakati. Na tunazungumza tena tunamwambia sisi hapa tunahitaji mradi wetu tarehe 24 sawa, lakini tukiweza kumanage kabla mwezi wa tarehe 24 mwezi wa 5 unaweza. Anasema no. Mimi nitabadilisha timu zangu hapa, ataleta hapa tuanze kufanya kazi kwenye ubora, tuwakabidhi tarehe 30. Profesa, hili jambo lazima tulizungumze kwa sauti kubwa. Tutafanyaje mgawanyo hizi ajira za hawa vijana kama hawa wakandarasi watapata pesa? Kwa sababu eneo ambalo lina pesa nyingi kwenye nchi yoyote ni ukandarasi, ni ujenzi. Sasa tumepata hela za HIT. Zile hela tunampa mtu. Hawa watu wanaokuja kujenga, ukiwafuatilia wengi, anakuja ni kibarua. Wengi walikuja hapa ni vibarua kwenye miradi mikubwa. Na mifano ipo. Sisi tuna watu walikuja hapa walikuwa subcontracted kujenga barabara za Njombe. Lakini wakapata tena miradi huku, wamekuwa just sub. Wakapata miradi huku wakajenga. Mzawa. Sasa tunajenga tu mahakama ya kwetu ya mkoa, kigorofa kimoja, anajenga Mchina. What for? Hatuna sababu. Hata wale wenyewe wanaojenga wanatoka kama sisi ni wajinga, hatuna uwezo. Hapana. Mimi naona Mwipopo umetutoa kwenye hiyo aibu. Na sisi bahati nzuri mradi huu viongozi wakuu watakuja, tutawaambia, tutawaonyesha kwamba mbona hapa mfanya mzawa amejenga tu bilioni 20 kajenga mradi wake mkubwa, mzuri na amedeliver kwa wakati. Tukiwalipa watu wetu kwa wakati kama alivyofanya Profesa na UDOM, watadeliver. Tusiwakatie tamaa watu wetu, tusiongee maneno mabaya kuwahusu, kwa sababu hata wale foreigners wanaharibu na tunawafukuza na kampuni tunafunga. Kwa sisi Mwipopo kama sisi tunapata huko kazi ni za ushindani, lakini usiache kuomba kazi huku. Tutawaambia wenzetu wa taasisi ambazo zina kazi,
tuwape priority, na kama alivyosema hapa rasi wakandarasi wanaokuja na haya mambo ambayo watu wanatusema, tuzungumze sisi wenyewe kwamba tusiane aibu, tusikachane tamaa. Mabenki yetu yatuamini, tunaotoa kazi tuamini watu wetu, na sisi tunaopewa. Hata mtu akiharibu samaki mradi huu kwetu sisi wakazi wa Njombe ni mradi ambao unakwenda kuchochea maendeleo. Hivyo tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuletea chuo hichi cha kampasi ya Dodoma UDOM katika mkoa wa Njombe, na wala hajakosea. Kama mnavyojua watu wa Njombe wanapenda elimu. Kwa hiyo kupitia mradi huu, kupitia chuo hiki, watoto wetu watakuwa wanaona wale wenzao ambao wanasoma hapa. Kwa hiyo wanapata moyo. Yaani unakuwa unavutiwa, wanakuwa role model wao kwamba natamani na mimi nikimaliza nikasome niwe kama fulani. Lakini pia sisi wakazi wa Njombe kama mnavyojua, sisi ni wafanya biashara, sisi ndio tumeshika Tanzania kwa biashara, hilo halina ubishi. Kwa hiyo nina uhakika. Nilikuwa nasikia anasema VC hapa hiki chuo kitakuwa na wanafunzi 1000. Nikajiuliza wanafunzi 1000 watakuwa wanakula wapi? Obvious ya kina mama lishe ni fursa yetu muhimu sana. Kwa naomba tujiandae kuhakikisha tunaandaa maeneo ambayo tunaweza tukaprovide chakula kwa hawa wanafunzi. Lakini pia kama mnavyojua hawa wanafunzi hostel inabeba watoto 250 kama alivyosema. Sidhani kama wote wataweza kulala pale. Inatakiwa wengine tuwapatie nje ya pale. Kwa hiyo naomba tujitahidi sana. Tuanze kujiandaa, yani chuo kitakapoisha tuwe tumejenga hostel, chuo kitakapoisha kina mama tuwe tumeshaandaa maeneo ambayo vijana wetu hao watakwenda kula. Lakini pia kama tunavyojua chuo kinafanya shughuli nyingi za stationery. Kwa hiyo ni waombe wafanya biashara wa stationery wajitahidi kutafuta maeneo ya jirani na kuandaa mazingira, huduma zote za chuo ziweze kupatikana hapa na tuweze kuzitoa wananchi. Kwa hiyo hata kama mtoto wako hajasoma, lakini wewe utanufaika kwa namna moja au nyingine. Yes, chuo hiki ni muhimu kwa wananchi na wakazi wa Njombe kwa sababu kwanza kinakwenda kuongeza hata nguvu ya uchumi kwa wananchi wetu. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwetu sisi wana Njombe kilichobaki ni kujiandaa kukipokea chuo, lakini pia kupokea wanafunzi. Kama ambavyo umeona serikali imeshatengeneza miundombinu iko sawa, na muda wowote mradi huu kikamilika shughuli za masomo zitaanza hapa. Sisi kama halmashauri ya wilaya ya Njombe tunajiandaa na sisi kupitia management, kupitia wataalamu wetu na sisi waheshimiwa madiwani, kisha kwamba tunakitazama hiki chuo kama sehemu ya fursa kwa halmashauri. Kwa hiyo tunakwenda kujipanga ili tuone jambo gani tunaweza kufanya kwa faida ya halmashauri.